mpya kwenye uchambuzi wa habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Basi unapofahamu hilo kwamba wanahabari wetu watakuwa wanashughulikia swala hilo kwa kina, naona katika hatua kwamba kuweza kufahamu kwamba Urusi wakati ambapo ilidungua ndege ya Malaysia Airlines MH17 mashariki mwa Ukraine, ilikuwa ni mwaka wa 2014 Julai, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa anga limesema watu wote au msikilizaji pote ulipo kwamba 298 waliokuwa ndani mwa ndege hiyo ya abiria walifariki dunia ndege hiyo ilipodunguliwa na kombora lililotengenezwa na Urusi. Kremlin daima imekuwa ikikanusha kuhusika na ajali hiyo kila wakati wanapoulizwa, lakini siku ya Jumatatu Baraza la Umoja wa Mataifa la shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO limepiga kura na kuamua kwamba Urusi ilishindwa kutekeleza majukumu yake chini ya sheria ya kimataifa ya anga ambayo inazitaka nchi kujizuia kutumia silaha dhidi ya ndege za kiraia zinazopita kwenye anga. Sasa ndege ya shirika la ndege la Malaysia MH17 ilikuwa ikisafiri kutoka maeneo ya Amsterdam kuelekea Kuala Lumpur ilipoanguka katika eneo la Donbas nchini Ukraine wakati wa mzozo kati ya waasi wanaoiunga mkono Urusi na wanajeshi wa Ukraine. Wengi wa abiria na wafanyakazi 166 walikuwa wanatoka Uholanzi. Pia kulikuwa na watu 138 kutoka Australia, raia 10 wa Uingereza pamoja na raia wa Ubelgiji na Malaysia. Sasa kesi hiyo ya Umoja wa Mataifa iliwasilishwa mwaka 2022 na serikali ya Australia na Uholanzi, ambazo zote zimefurahishwa na uamuzi huo. Yaani watu hao wote walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Hata hivyo kwa kuwa hawakurudishwa, hawajatumikia kifungo. Sasa ndio taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia siku ya leo ili tuweze kupatia ukakamavu kudadavua yale ambayo yameweza kujitokeza katika anga hiyo. Vile vile kuna taarifa kuu ambapo Sindide ambapo Kobsa alitumia umaarufu na vurugu kunyanyasa kingono wanawake. Waendesha mashtaka wamesema katika ufunguzi wa taarifa ya kesi ya mwanamuziki huyo, huku mawakili wake wakitetea maisha yake ya kujihusisha na ngono za ovyo ovyo. Yaani yeye anakuwa ni kibiriti ngoma, anaruka huko na kule. Mahakama pia ilisikiza kutoka kwa mashahidi wa kwanza na waendesha mashtaka, akiwemo mlinzi wa hoteli ambapo bwana Kopsa ilionekana kwenye video ambayo sasa ipo mtandaoni akimpiga mpenzi wake wa zamani mwaka 2016. Ndio habari ambayo namleta tutakuwa nazifuatilia kwa kina ili uweze kufahamu ni kipi hicho ambacho kilikuwa kinajiri, ukatili upi ambao ulikuwa unatendwa katika hatua ya ushahidi wake ulifuatiwa na mwanamume aliyesema bwana Kobsa alimdhulumu mpenzi wake wa zamani wakati wa kufanya ngono za kulipwa na wanandoa hao. Ni vitu ambavyo vinajitokeza baada ya kuketi kwa jopo la majaji 12 na wengine 6 waliokuwa mbadala siku ya Jumatatu asubuhi. Serikali ya mawakili wa bwana Kobsa walielezea kwamba kesi zao, mwendesha mashtaka Emily Johnson alishutumu bwana Kobsa kwa kutumia hadhi yake ya mtu mashuhuri na mzunguko wa ndani wa wafanyakazi waaminifu kuwanyanyasa wanawake kingono na kuendesha biashara ya uhalifu. Ndio swala ambalo tutakuwa nalifuatilia kwa kina sana, ambapo Didi alitumia umaarufu wake kuwadhulumu na kunyanyasa wanawake. Waendesha mashtaka hapo wameweza kubaini. Habari zingine ambazo tutakuwa nazishughulikia msikilizaji katika siku hii leo kwamba ni kwamba raia wa Marekani na Israeli aungana tena na familia yake baada ya kuachiliwa na Hamas, ambapo mateka wa Israeli na Marekani Edan Palev Alexander ameungana tena na familia yake nchini Israeli baada ya kushikiliwa na Hamas huko Gaza kwa muda wa miezi 9, yani akiwa ameshikiliwa 9 good month. Mvulana huyu mwenye umri wa miaka 21 alikuwa akitumikia jeshi la Israeli kwenye mpaka wa Gaza alipotekwa na wanamgambo wa Hamas tarehe 7 Oktoba, ambapo siku ya Jumatatu Israeli ilisitisha operesheni zake za kijeshi huko Gaza kwa saa chache ili kuwezesha uhamisho huo. Afisa wa ngazi ya juu ya Hamas amesema kuwa kutolewa kwake kulikusudiwa kuonyesha ishara ya nia njema kama sehemu ya juhudi za kufikia makubaliano mapya kusitisha mapigano
kabla ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump katika Mashariki ya Kati siku ya Jumanne. Alexander anadhaniwa kuwa raia wa mwisho wa Marekani anayeshikiliwa na Hamas ambaye bado alikuwa hai. Katika taarifa, familia yake ilimshukuru rais wa Marekani, lakini pia aliitaka serikali ya Israel na wapatanishi kuendelea na juhudi zaidi ili kuwakomboa mateka 58 waliosalia. Alexander ndiye mateka wa kwanza kuachiliwa na Hamas tangu Israeli ianze tena mashambulio yake ya kijeshi katika eneo hilo Machi 18 baada ya kumalizia kwa muda wa miezi miwili wa kusitisha mapigano. Ndio mambo ambayo tutakuwa nafuatilia kwa kina, msikilizaji, kwenye hatua hiyo, na tutakuwa tunakudadavulia kwa kina kwenye taarifa zetu. Vile vile tutakuwa nafuatilia swala ambapo kundi la wazungu wa 59 wa Afrika Kusini wamewasili Marekani ambapo watapewa hadhi ya wakimbizi. Hawa wazungu wa 59 wameweza kuwasili kutoka Afrika Kusini, wamewasili Marekani ambapo watapewa hadhi ya ukimbizi. Rais Donald Trump amesema maombi ya wakimbizi kwa Waafrika na walio wachache nchini humo yameharakishwa kwa sababu walikuwa waathiriwa ubaguzi wa rangi. Serikali ya Afrika Kusini imesema kundi hilo alipitii mateso yoyote ambayo yangestahili hadhi ya ukimbizi. Utawala wa Trump umesitisha uandikishaji mwingine wote wa wakimbizi pamoja na waomba wengine kutoka maeneo yenye vita. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lielezea hatua hiyo kama badiliko la kikatili la ubaguzi wa rangi, likisema kuwa maelfu ya watu, wengi wao ni wakimbizi wa Afrika na wa Afghanistan, wamenyua hifadhi hiyo nchini Marekani. Kundi la wazungu wa Afrika Kusini ambao walitua katika uwanja wa ndege wa Dallas karibu na Washington DC siku ya Jumatatu walipokelewa vizuri na mamlaka ya Marekani. Wengine walishika watoto wadogo na kupeperusha bendera ndogo ya Marekani katika eneo waliokuwa wamewasili. Mchakato wa kupata hadhi ya ukimbizi nchini Marekani mara nyingi huchukua miezi na hata miaka, lakini kundi hilo limefuatiwa haraka. UNHCR, shirika la Umoja wa Mataifa la kugundua wakimbizi, msikilizaji, kwamba limethibitisha kuwa halikuhusika katika mchakato wa uhakika kama ilivyo kawaida. Alipoulizwa moja kwa moja siku ya Jumatatu kwa nini maombi ya wakimbizi wa Afrika wenye asili ya wazungu yameshughulikiwa haraka kuliko makundi mengine, Trump alisema mauaji ya halaiki yalikuwa yanafanyika na kwamba wakulima wenye asili ya kizungu walikuwa wakilengwa. Ndio swala ambalo aliweza kujibu namna hiyo kwenye mahojiano ambapo alipokuwa anaulizwa maswali. Kwa hivyo tutakuwa tunafuatilia kwa kina mengi tu kutokana na hayo na mengine ambayo yatakuwa ni mtambuka yanaibuka, msikilizaji, pote pale walipo, na kuweza kudadavulia pasipo kuchakachua kwenye taarifa zetu za baadaye. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chao kinachukua kwa kasi sana duniani.